Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu, unaendeleaje? Karibu katika chaneli hii ya Maisha na Neno, na leo tunaendelea na darasa na tunaamini uko tayari kujifunza, kuongeza maarifa na kuongeza ufahamu wa rohoni. Bonyeza alama ya kengele hapo chini ya video kama bado haujafanya hivyo. Na kuwakaribisha wengine kama upendo wa Mungu ulioko ndani yetu. Neno la Mungu linasema, Yohana 14 mstari 16, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Yohana 14 mstari 26, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yohana 15 mstari 26, lakini ajapo huyo msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Sasa tuanze darasa letu kwa upole, kwa upendo na kwa kina cha rohoni. Agano la Kale kwa jinsi ya Kristo, sehemu ya kwanza. Kulikuwa na ukimya mzito kabla ya dunia kuumbwa. Ukimya uliobeba sauti. Na katika ukimya huo, neno lilikuwepo. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Lakini kabla ya kuumba, Mungu alisema. Na hilo neno halikuwa sauti tupu, lilikuwa hai. Kwa maana imeandikwa tena, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na neno hilo alikuwa Kristo. Hivyo basi, kabla Yesu hajazaliwa Bethlehemu, kabla hajabeba msalaba Golgotha, kabla hata jina lake halijatamkwa na mwanadamu, Kristo alikuwa tayari katika hadithi. Agano la Kale halikuanza na sheria, halikuanza na hukumu, halikuanza na ghadhabu. Lilianza na mpango wa upendo. Mungu alipomuumba mwanadamu, hakumuumba kwa bahati mbaya. Alimuumba kwa sura yake. Lakini dhambi ilipoingia, sura ikavunjika. Ushirika ukakatika. Na kifo kikaingia kama kivuli kizito juu ya wanadamu wote. Sehemu ya pili, Kristo katika mwanzo, uumbaji na anguko. Kulikuwa na giza. Sio giza la usiku, bali giza la kutokuwepo. Hakukuwa na muda, hakukuwa na umbali, hakukuwa na sauti ya mwanadamu. Lakini kulikuwapo neno. Na neno hilo halikuwa kimya. Lilibeba uzima. Lilibeba mamlaka. Lilibeba kusudi. Ndipo ikasikika sauti isiyozimika. Mungu akasema. Na kusema huko hakukuwa kauli tupu. Kusema kulikuwa kutenda. Kwa maana imeandikwa, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Huyo aliyefanya vyote alikuwa Kristo. Aliposema nuru ikatokea. Aliposema maji yakatengana. Aliposema nchi ikatoa uhai. Kristo hakuja tu kuokoa kilichoharibika. Alikuwepo kabla ya uharibifu, kama muumba wa kila kitu. Na alipofika siku ya sita, Mungu hakusema tu. Alishauriana. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hapo kuna siri ya kina sana. Mwanadamu hakuumbwa kwa sauti moja. Aliumbwa kwa umoja wa mbinguni. Kristo alikuwa pale. Roho alikuwa pale. Baba alikuwa pale. Mwanadamu akaumbwa akiwa na mamlaka, na utukufu, na ushirika na Mungu. Bustani haikuwa kazi ya mikono ya mtu. Ilikuwa makao ya uwepo wa Mungu. Lakini nyoka akaingia. Sio kwa nguvu, bali kwa maneno. Shetani hakubadilisha uumbaji. Alibadilisha imani. Je, Mungu alisema kweli? Hapo ndipo vita vilipoanza. Sio vita ya mwili, bali vita ya neno. Mwanadamu akaacha kuamini neno la Mungu. Akaamini sauti nyingine. Na kwa tendo moja la uasi, ushirika ukakatika.
Uchi ukaonekana. Hofu ikaingia. Kifo kikaingia kimya kimya. Lakini ajabu ya ajabu, Mungu hakukaa mbali. Aliingia bustanini. Akaita jina la mwanadamu. Uko wapi? Sio kwa sababu hakumwona, bali kwa sababu upendo humtafuta aliyepotea. Ndipo hukumu ikatangazwa. Lakini ndani ya hukumu kulikuwa na tumaini. Kwa nyoka akasemwa maneno mazito. Uzao wa mwanamke atakuvunja kichwa, nawe utamjeruhi kisigino. Hapo katikati ya vumbi la anguko, Kristo akatangazwa. Uzao wa mwanamke, sio wa mwanamume. Ahadi ya kuzaliwa kwa njia ya ajabu. Ahadi ya Kristo. Kisigino chake kitajeruhiwa msalaba, lakini kichwa cha nyoka kitavunjwa. Ushindi wa milele. Na Mungu hakusubiri mwanadamu ajisitiri. Yeye mwenyewe akafanya mavazi. Ngozi ikachinjwa. Damu ikamwagika ili kufunika aibu ya mwanadamu. Hapo ndipo sadaka ya kwanza ilipotokea. Na tangu hapo damu ikawa lugha ya wokovu. Kwa maana bila kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Lakini damu ya wanyama haikutosha. Ilikuwa kivuli. Ilikuwa sauti ya mbele. Ilikuwa inasema, Kristo anakuja. Ndiyo maana bustani ikafungwa. Lakini ahadi haikufungwa. Upanga wa moto ulilinda njia. Lakini Kristo angefungua njia tena. Kupitia msalaba. Kupitia damu yake mwenyewe. Na tangu siku ile ya mwanzo, kila kizazi kilianza kusubiri. Kila mtoto aliyezaliwa aliulizwa kimoyomoyo, je, huyu ndiye? Lakini bado sauti ya rohoni ikaendelea kunong'ona, bado. Rafiki yangu, tusogee tena kidogo. Tulielewe neno kwa undani. Mzizi kabla ya tunda. Kristo katika mifano ya mwanzo. Adamu, safina, Isaka. Baada ya ahadi kutamkwa bustanini, Mungu hakumwacha mwanadamu gizani. Alianza kuchora picha za Kristo. Sio kwa maneno mengi, bali kwa maisha ya watu halisi. Kila kizazi kilibeba kivuli. Kila simulizi kilikuwa kama mchoro. Na mchoro huo ulikuwa unamwelekea mmoja, Kristo. Kwanza kabisa kulikuwa na mtu mmoja. Aliumbwa bila dhambi. Alipewa mamlaka. Aliwekwa kama kichwa cha wanadamu wote. Jina lake Adamu. Kwa Adamu utii ulikuwa rahisi. Lakini akaanguka. Kwa tendo moja la uasi, dhambi ikaingia kwa wote. Neno linasema, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Lakini Mungu hakufuta mpango wake. Badala yake akaandaa Adamu wa pili. Kwa maana imeandikwa tena, Adamu wa kwanza alikuwa nafsi hai, Adamu wa mwisho ni roho ihuishayo. Kristo akaja kama kichwa kipya. Adamu alishindwa katika bustani iliyojaa. Kristo alishinda jangwani akiwa na njaa. Adamu alikula akafa. Kristo alikataa kula akaishi. Ambapo Adamu aliangusha wanadamu, Kristo aliwainua. Ulimwengu ukaingia katika uovu mwingi. Kila wazo la moyo wa mwanadamu likawa ovu daima. Lakini macho ya Bwana yakamwona mtu mmoja. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Neema ikatangulia sheria. Neema ikatangulia hukumu. Mungu hakutoa njia nyingi za wokovu. Alitoa njia moja. Safina moja. Mlango mmoja. Na wakati mlango ulipofungwa, hakufungwa na Nuhu. Ulifungwa na Mungu mwenyewe. Mvua iliponyesha nje, lakini ndani kulikuwa na uzima. Nje ya safina kulikuwa na hukumu. Ndani ya safina kulikuwa na wokovu.
na neno linashuhudia. Watu wachache, yaani watu 8, waliokolewa kwa maji. Safina haikuwa mti tu. Ilikuwa Kristo kwa kivuli. Kwa maana Yesu alisema baadaye, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Hakukuwa na njia nyingine ya kupona. Sio kuogelea. Sio kupanda mlima. Ilikuwa ni ndani. Kulikuwa na ahadi kwa mtu mmoja. Jina lake Ibrahimu, na ahadi hiyo ilikuwa ya mtoto. Mtoto wa ahadi. Mtoto wa kicheko. Mtoto wa uzee. Jina lake Isaka. Siku moja sauti ikamwita Ibrahimu, mtwae mwanao wa pekee umpendaye, Isaka. Maneno hayo hayakuwa ya kawaida. Wa pekee, umpendaye. Ibrahimu hakubishana. Alichukua kuni, akamweka mwana juu ya mlima. Isaka mwenyewe akabeba kuni mgongoni. Akatembea pamoja na baba yake. Akauliza swali moja la rohoni. Moto upo, kuni zipo, lakini kondoo wa sadaka yuko wapi? Ibrahimu akajibu kwa unabii, Mungu atajipatia mwana kondoo. Na hapo mlima Moria ukawa kivuli cha Golgotha. Baba akiwa tayari kumtoa mwana, lakini mkono ukazuiwa. Kondoo akapatikana. Isaka akaokolewa. Lakini siku moja baadaye, hakukuwa na kondoo wa kuchukua nafasi. Baba wa mbinguni hakuzuia mkono wake. Mwana wake wa pekee alitolewa kweli. Kwa maana imeandikwa, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Isaka alikuwa kivuli. Yesu alikuwa uhalisia. Na hapo tunapoangalia nyuma, tunaona wazi sasa. Adamu alionyesha hitaji la Kristo. Safina ilionyesha usalama ndani ya Kristo. Isaka alionyesha sadaka ya Kristo. Agano la Kale halikuwa kimya. Lilikuwa linaimba. Lilikuwa linachora. Lilikuwa linaashiria. Na kila ishara ilisema jambo moja: Kristo anakuja. Kristo ndiye jibu. Kristo ndiye uzima. Rafiki, ninaamini sasa unaanza kunielewa kwa kina kuhusu kulielewa Agano la Kale kwa jinsi ya Kristo. Na ndilo kusudi, ndiyo maana Biblia zetu kuna vitabu vya Agano la Kale na Jipya. Ili tumjue Kristo katika mizizi, matawi hadi tunda, kwa wokovu tulioupokea. Kivuli mpaka uhalisia. Haya rafiki yangu, tusogee tena kidogo, mpaka tufikie hitimisho letu la darasa kwa ushindi mkamilifu katika Kristo. Mwanafunzi mwema, hongera kwa episodi hii ya kwanza. Kwa ishara ya upendo, bonyeza alama ya kengele chini ya video hii, ili pia kuendelea kujifunza zaidi na kuongezeka rohoni na kumjua Mungu. Tunapokea pia maoni yako na maswali yanayohusu darasa tunalojifunza. Tutakuhudumia rafiki yangu. Karibu tena kwa darasa linalofuata. Washirikishe na wengine baraka hii. Maisha na Neno, uzima kwa wote.